LATRA wametufundisha namna ya usafiri salama na rafiki wa mazingira. Tumejifunza katika viwanja vya Mnazi Mmoja. Lakini mheshimiwa, kupitia app ya LATRA tumejifunza kwamba ile hofu ya kujua ndugu yako yuko wapi, amefika wapi sasa hivi, gari hilo liko wapi. Kumbe tumekwenda kwenye usafiri endelevu. Sasa hivi kila kitu unapata kwenye kiganja. Tumejifunza kupitia maonyesho haya. Huna haja ya kumpigia kondakta kumuuliza abiria wangu yuko wapi. Kila kitu kipo kwenye kiganja. Unaangalia basi lipo, nafasi zipo, linaondoka saa ngapi, liko wapi, limefika saa ngapi. Hii ni kazi kubwa. Nikasema Mheshimiwa Waziri Mkuu, siwezi kukaa nalo hili, lazima nikufikishie na lazima tuwapongeze LATRA. Piga makofi kwa kazi kubwa kwa LATRA. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA, pamoja kwa usafiri bora LATRA, pamoja kwa usafiri bora LATRA. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA ni taasisi ya umma. Mtazamaji, karibu katika kipindi cha usafiri na maendeleo kinachotoka kwako na LATRA. Mtazamaji, kipindi hiki kinaandaliwa mahususi na kuja kwako chini ya kitengo cha uhusiano na mawasiliano LATRA kinachoongozwa na Bwana Salum Padri, mkuu wa kitengo cha uhusiano na mawasiliano cha mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA. Mtazamaji, kipindi hiki ama vipindi hivi mtazamaji, pia ni jukwaa mahususi ambalo linakuja kwako kwa lengo la kukujuza kuhusiana na masuala mbalimbali kuhusiana na sekta ya usafiri ardhini, ikiwemo mafanikio yaliyopatikana, changamoto zilizopo, maboresho yanayofanyika pamoja na mwelekeo mzima wa sekta hiyo usafiri ardhini hapa nchini. Mimi ni Binti Jumbe, tafadhali na kusii ukae hapo hapo kwenye runinga yako ili kufahamu kile kitu kizuri kabisa tulichokuandalia siku hii ya leo. Karibu. Mtazamaji, kipindi cha leo kinaangazia ziara ya kamati ya kudumu ya Bunge ya miundombinu ambayo ilitembelea mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA hapa jijini Dar es Salaam ili kuhakikisha kwamba ama ili kuweza kujifunza kuhusiana na majukumu mbalimbali yanayotekelezwa na mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu za usafiri ardhini hapa nchini zilizopo. Mtazamaji, Mheshimiwa Mhandisi Johnston Mutasingwa, mbunge huyu na ambaye pia ni kaimu mwenyekiti wa kamati hii ya kudumu ya Bunge ya miundombinu, na hapa anaelezea kwa kina kuhusiana na dhumuni kuu la wao kutembelea mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA. Leo kamati ya miundombinu tumekuja LATRA, dhamira kubwa sana ni kujifunza taasisi inafanyaje kazi. Kwa hiyo tumefika hapa, tumetembelea taasisi, ofisi zinazofanya kazi, tumefanya kikao ndani na kupata mwelekeo wa taasisi inafanyaje kazi na inavyofanya shughuli zake katika jamii. Wengine wabunge wameweza kutoa maoni yao, na sisi kama kamati tumetoa mapendekezo yetu kwa taasisi kufanya kazi kwa uweledi, kuwa wazalendo na kutimiza majukumu yake, maana LATRA inafanya kazi kubwa sana ya kulinda uhai na kudhibiti vyombo vya ardhini majini. Kwa hiyo tumewaelekeza na tumefurahi sana kwamba kuna sheria za adhabu za LATRA. Unajua LATRA hivyo kwa mtu anapigwa faini zilikuwa ni kubwa sana. Tumefurahi kwamba kuna taratibu ambazo sasa zinafanyika kuweza kupunguza hizo faini, lakini vile vile tumewashauri sana kutoa elimu kwa wananchi, maana kuna mifumo ya ticket na mengine, ili waweze kutoa elimu kwa wananchi, watu waweze kufahamu LATRA inafanyaje kazi, na hii elimu ikiwafikia wananchi, watu watapunguza sana maswali mengi sana. Lakini tupongeze sana serikali, imeendelea kufanya kazi nzuri sana LATRA na ajali zimepungua sana. Lakini sasa hivi watu wanaweza kupata taarifa kwenye mkono wao, tiketi inapatikanaje na gari koje. Lakini tumeweza kuona mfumo wa udhibiti wa speed. Hii ni swala muhimu sana, na tumesikitika sana kuona kwamba kuna watu wanachezea mifumo ya udhibiti mwendo, na tumewaelekeza LATRA udhibiti mara moja tabia hizo, maana wanahatarisha maisha ya wananchi na maisha ya watu kwa ujumla. Kwa hiyo tumesema wawe wazalendo, watiifu na wapende nchi yao, lakini wasiwaweke watu hatiani ambao hawana hatia kwa kupoteza maisha yao kwa kuchezea vidhibiti mwendo ambavyo kwenye mabasi.
Mtazamaji, akitoa neno la ukaribisho kwa wajumbe wa kamati hii ya kudumu ya Bunge ya miundombinu, yaani kamati ya PIC, ambapo Februari 16 mwaka huu ilitembelea ofisi ya LATRA jijini Dar es Salaam, Profesa Ahmed Mohamed Ame ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya mamlaka ya usafiri ardhini LATRA aliwaambia wajumbe hawa kwamba LATRA ya miaka hii ni tofauti kabisa na LATRA ya miaka iliyopita, kwa sababu imekuwa ikifanya maboresho kadha wa kadha ambayo yameongozwa na falsafa 4 za Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. LATRA ya leo si kama vile ilivyokuwa miaka 3-4 iliyopita. Kulikuwa na manunguniko mengi katika sekta hii ya usafiri ambayo LATRA inadhibiti, lakini tumefanya marekebisho mengi, hasa kwa kutumia zile R4 za Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Tumewafikia wananchi, tumewafikia watu wa huduma, tumekaa nao, tumezungumza nao na tumeona matatizo yako wapi, na tumefanya marekebisho makubwa sana kabisa katika kuendesha LATRA, kiasi kwamba kwa kipindi cha miaka 3 mfululizo LATRA imekuwa ikipata ushindi katika taasisi zote zile ambazo ziko chini ya Wizara ya Uchukuzi. Tulikuwa tukipata ushindi wa kwanza kabisa, hususan katika masuala ya utumiaji wa TEHAMA, mambo ya mifumo hiyo, lakini pia katika kuboresha huduma kwa maana ya customer care, customer service na kuwasikiliza wateja. Naomba nichukue nafasi hii kukaribisheni ndugu zangu wabunge na nikwambieni kwamba LATRA iko salama, mko mahala salama. Sisi tunasubiri sasa maelekezo kutoka kwenu ili tutekeleze, lakini nisije kusahau kabisa kumpongeza na kumshukuru sana waziri wetu Mheshimiwa Makame Mbarawa, Profesa Mbunge, kwa usimamizi wake wa dhati kabisa na wa karibu na maelekezo yake aliyotupa mengi katika kurekebisha LATRA, ambapo tumejiona kila tukitekeleza kitu kimoja kweli tumekuwa tukiboresha LATRA. Kwa hiyo nisije kusahau. Kwa hivyo nichukue nafasi hii tafadhali kabisa nikukaribisheni ndugu wabunge, karibu sana LATRA, na nadhani baada ya kufanyiwa uwasilishaji mtaona na nyinyi mabadiliko mbalimbali ambayo tumefanya. Mtazamaji, CPA Daktari Habibu Juma Suluo ni mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA, ambaye hapa kwanza anawashukuru wajumbe hawa wa kamati hii ya PIC kwa kutenga muda wao na kutembelea LATRA na kujionea shughuli mbalimbali zinazotekelezwa na mamlaka hii kwa lengo la kuboresha sekta ya usafiri ardhini hapa nchini. Lakini vile hapa CPA Daktari Habibu Juma Suluo anaelezea namna ambavyo LATRA imekuwa ikitumia teknolojia ya habari na mawasiliano, yani TEHAMA, katika shughuli zake za kiudhibiti. Tembelewa na kamati ya kudumu ya Bunge ya miundombinu. Hii ndio kamati inayosimamia sekta ya usafiri ardhini. Sisi tuko chini yao kwa maana ya usimamizi ule wa sekta, lakini leo tunakutana nao ni mara ya 3. Mara ya kwanza tumekutana nao tukiwa chini ya Wizara ya Uchukuzi bungeni, wizara ambapo ilikuwa inawasilisha taarifa yake na muundo wake tarehe 19 mwezi Januari 2026, na sisi tulipata nafasi ya kuwasilisha majukumu yetu, muundo wetu na shughuli zetu, ikiwa ni sehemu ya hao kujifunza. Mnafahamu wabunge wengine ni wapi. Baada ya pale ikawa wameshafahamu majukumu yetu lakini watuone tuko wapi na majukumu yetu tunayofanya. Eneo ambalo tumelitumia leo kuwapitisha, kwa sababu ratiba yao pia imebana ili siku nyingine wanaweza kuja, ni eneo la mifumo, kwa sababu sisi kazi zetu nyingi tumefanya kupitia mifumo ya teknolojia TEHAMA. Wamejionea, lakini na wao unajua wanawakilisha wananchi. Kuna malalamiko wananchi pia wamewasilisha, tumeyazungumza na tunafikiri kwamba tutaenda kuyafanyia kazi kama walivyotupa maelekezo, kwa sababu wao wanashauri, lakini pia wanashauri serikali, wanaisimamia serikali. Kwa hiyo wanasema wanaisimamia serikali pamoja na sisi. Katika matumizi ya mifumo tulikuwa tunaonyesha namna ambavyo tumeweza kupiga hatua kuwa na mfumo tumizi wa LATRA unaitwa LATRA app, ambapo ukiwa na LATRA app unaweza ukaangalia basi liko wapi, linakwenda kwa mwendo kasi gani, unaweza ukaangalia vituo vya mabasi, zile stendi mabasi yanayowasili, lakini pia unaweza kutumia ile LATRA app kwa kuangalia tiketi kama ni halali uliokati. Unaweza kaangalia viwango vya nauli vya mabasi ya mijini, daladala,
na viwango vya nauli vya mabasi ya kwenda mikoani na nchi jirani. Kwa hiyo unaweza ukatumia ile LATRA app, lakini pia unaweza ukatumia LATRA app kuhakiki leseni ya gari lako kama bado iko hai au inamalizika muda wake lini, au kama umepewa onyo. Maana yake kilichofanya sisi kikubwa, watu wengi wanakuwa hawajui hizi sheria. Tukasema tusimwadhibu mtu mara ya kwanza, tukimkuta anakosa tunamweleza umekosa, labda leseni yako ime-expire, tunakuingiza kwenye mfumo. Kwa hiyo ukiingia tu pale, na nyinyi hata mkiwa na hiyo mtaangalia kwamba unaweza kuangalia hili gari lina onyo, uone kama ni Kiingereza. Kama una onyo utaangalia nina onyo. Hii mara utakapofanya kosa la pili, sasa hapo sisi tunasema ndo kosa ile, tunakupiga faini. Mheshimiwa Ibrahim Mohamed Shayo, mbunge wa Moshi mjini, lakini vile vile ni mjumbe wa kamati ya PIC na mmiliki wa kampuni ya mabasi ya Ibraline, ambaye hapa anatoa maoni yake kwa LATRA. Kanuni za LATRA shida wadau, washirikisheni wadau wenye kutengeneza kanuni ziwe rafiki. Na masuala ya BTS, Mheshimiwa Mwenyekiti, BTS ni nzuri sana, lakini BTS inaharibiwa na madereva wetu. Madereva tuliowaajiri wanaharibu BTS. Ni mfumo ambao umetafutwa na LATRA kwa gharama kubwa, umewekezwa kwa gharama kubwa, lakini madereva wetu wanachokonoa. Hilo nalo mliangalie, tena mliangalie kwa kina. Mafundi mnawapa kazi ya kuseti, ya kuweka, wale wanarudi tena kwenye plani B, wanashirikiana na madereva wengine, wanawafundisha uchafu, wanawafundisha ujinga. Ndio maana mnaona kabisa, ukiangalia kwenye mfumo mtu aliyekuwa anatueleza anakuambia gari linakwenda wewe, linafika mahali linapoteza network, linakwenda wewe, linapoteza network. Ni mafunzo yanafundishwa na yule aliyepeleka kile chombo. Ukifika unabinya hivi, mambo yanaenda na maisha yanaendelea. Lakini vile vile, pamoja na kwamba inawezekana BTS dereva pia asiguse kabisa, maskini ya Mungu, lakini wakati anaenda network inapotea. Nalo hilo pia waombe sana. Lakini vile vile LATRA tuombe ugenzi, peleka watu nje waende wajifunze, wapeleke viwandani, kwenye viwanda vya magari. Kuna vitu tunatumia nguvu kubwa wakati tungeweza kuvifanya kwenye viwanda. Hii mifumo tunaohangaika ya BTS, mabasi yote tunajua yote, hapo makampuni kama matatu yanayotengeneza ya magari. Ndeni tukawaambia hii mifumo inakuwa automatically inapikwa ndani ya gari. Kwa ukija wewe unafanya setting tu, hakuna kuchokonoa tena, maana hataona ni wapi. Kwa hiyo nendeni kwenye makampuni ya kutengeneza magari, muende mkashirikiane, mkaeleze mawazo yenu, mifumo yenu hii ambayo tunataka tuiweke vitu tunavyojingilia itatengenezwa complete kwenye engine na kwenye gari. Lakini lengo la BTS ni nini? Lengo la BTS ni kwenda mwendo mdogo. Sasa tufike mahali sasa, kwa sababu madereva wamekuwa crew. Madereva wetu wamekuwa crew, hawasikii. Na inafika mahali kama ni Iringa, gari likifika Iringa mapema watu wanapiga makofi, wanashangilia. Naona, najua tushirikiane vyombo vinne. Tuwe na watu usalama mmoja, tuwe na watu TAKUKURU mmoja, tuwe na polisi mmoja, tuwe na LATRA mmoja. Watu wanne tukae stendi. Sisi leseni yako inakwambia ndugu yangu fika Singida saa 8. Sisi hatuna haja hata hiyo BTS, wewe fanya unataka kufanya. Sisi tuko stendi tu, tumekaa stendi tunasubiri. Boma ya kwanza inapingia saa 8, ingia saa 8. Kama umeingia saa 8 na maana automatically umetii huko barabarani. Lakini sasa tunawacha vile vyombo tunavifanya kama vile ni biashara. Sasa watu wafanye makosa, watoze pesa, watu wanafika saa 6, saa 7, saa 5. Umeelewa bwana? Sasa tutengeneze nguvu kubwa, tumia akili ndogo tu. Twende tukasimame kwenye mikoa yetu, tutengeneze mifumo ambayo umoja kushirikiana na vyombo vingine, ili ninaamini kabisa tunaweza kutatua hizi changamoto. Nishati safi
Mtazamaji, mmoja ya mfumo ambao unatumika katika kuhakikisha kwamba swala la usalama linakuwa thabiti ni pamoja na mfumo wa kufuatilia mwenendo wa magari, yani VTS, ambapo ili kuhakikisha kwamba mfumo huu unatekeleza majukumu yake yale yanayotakikana na kufikia lengo ambalo limewekwa, LATRA imewezesha jeshi la polisi, kikosi cha barabarani pamoja na wasafirishaji ambao kwa nyakati zao wanaweza kuingia kwenye mfumo na kuweza kufuatilia mabasi ama magari ambayo yapo barabarani yakitekeleza shughuli zake za usafirishaji. Hapa twende tukamuone na kumsikiliza Bwana Ndaro ambaye ni afisa mfawidhi LATRA, kituo cha kufuatilia mwenendo wa magari kilichopo Mikocheni hapa jijini Dar es Salaam, ambaye alifanya wasilisho kuhusiana na jinsi mfumo huu wa VTS ambapo umeweza kudhibiti ama kupunguza kwa kiasi kikubwa ajali za barabarani. Lengo kuu la mfumo ni kufuatilia mabasi na kujua tabia za madereva, kujua mwenendo gari linapoanza kuwashwa mpaka linapozimwa. Taarifa zote tunazipata ndani ya mfumo. Mpaka sasa hivi mfumo una magari ambayo tayari yapo kwenye zaidi ya 13,644 ambayo yako active, kwa maana yana vifaa ni 10,296. Sasa hivi ambayo yako barabarani, kwa maana kituo sasa hivi ambacho kinafuatilia yako 6,356. Na madereva ambao tumewasajili na kuwapa vifaa vya utambuzi, kwa sababu sasa hivi madereva anapoingia barabarani lazima tumjue ni nani anayeendesha gari. Kwa hiyo tunawapa vifaa vya utambuzi wako 12,296. Pia kuna wenzetu wa jeshi la polisi ambao tunashirikiana nao katika kufuatilia hao madereva pamoja na mabasi, nao wanazo akaunti ambazo wao wanafuatilia hizo 761. Kwa hiyo kuna askari 761 ambao wanafuatilia mabasi hayo. Ukiingia kwenye mfumo huu ni uso wa alert monitoring. Hizi ndio taarifa zile ambazo hatari sisi tunataka tuzione. Gari likitoka nje ya ruti yake tunapata taarifa, kuna wrong route tunaipata taarifa, kuna excessive idling, gari kama muda mrefu tunapata taarifa. Sheria ya usalama barabarani speed kikomo ni 80, lakini kuna speed himilivu kutoka 81 mpaka 85. Hapo tunasema lolote linaweza ikatokea. Kwa hiyo tumeweka, tunamvumilia dereva, lakini ukishazidi 86 hatua tunaanza kuchukua. Then kuna kitu kinaitwa panic button. Dereva akipata changamoto yoyote anatakiwa kutujulisha kupitia, kuna button mbili zinafungwa kwenye gari, moja ya dereva, nyingine ya abiria. Ukitokea lolote, gari kutekwa au changamoto yoyote, kuharibika sehemu ambayo ina mawasiliano, anaminya, tunapata taarifa, tunawasiliana naye. Mtazamaji, mamlaka ya udhibiti wa ardhini LATRA imekuwa ikitoa adhabu kwa wasafirishaji ambao wamekuwa wakitekeleza majukumu yao kinyume na sheria, taratibu na kanuni za usafiri ardhini zilizopo hapa nchini. Na hivyo basi, kama ujuavyo, serikali yako ya awamu ya sita chini ya uongozi mahiri na maridhawa wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na serikali hii imekuwa ni sikivu kwa wananchi wake, na hivyo nimeona sasa ni wakati mwafaka kuweza kupunguza adhabu hizi. Sasa na jambo hilo limefanyika kupitia Wizara ya Uchukuzi. Hapa twende tukamuone na kumsikiliza CPA Daktari Habibu Juma Suluo, mkurugenzi mkuu LATRA, akifafanua kwa kina kuhusiana na adhabu hizi. Kwanza nishukuru kwamba hili swala la faini zetu kwa kweli zinaumiza. Mimi mwenyewe nilipofika hapa nilikuwa naambia wenzangu, hivi faini 30,000 ya polisi hivi haifumi, wewe mwenyewe ukipigwa 30. Kwa hiyo tumezunguka, tumeongea na wasafirishaji. Tunapozungumza leo tumeshapata kanuni tarehe 26 juzi, Mheshimiwa Waziri alisharidhia kuzipunguza. Adhabu za 250 zitakuwepo, lakini chache sana. Kwa mfano kwenye daladala tena hatuna adhabu ya 250, za highest iko 100,000. Lakini pia imefanyika kidogo marekebisho ya ada za leseni, kwa sababu hizo ada tulirisi tangu enzi ya Sumatra. Kwa hiyo tumeboresha ada kidogo, lakini pia tumeshusha sana zile faini, kwa sababu lengo sio kuadhibu watu. Na mtu akipigwa faini 250, si bora akalipe hiyo leseni alafu yameisha, au anajua kwamba anaishi endelea kufanya biashara. Sisi jukumu letu ni kukuza mitaji. Kwa hiyo hilo limeangaliwa na tutawashirikisha wenzetu, tutawaambia vizuri. Hata lile la levy wenyewe, kama mmefuatilia Instagram yetu, pia mkianza kuifollow mtakuwa mnapata habari nyingi za LATRA. Wasafirishaji wenyewe wamesharidhia sasa hivi, wanasema Mama Samia afanye kazi. Sisi tuko tayari kulipa levy. Mwitikio ni mzuri sana sasa hivi, tunakuwa nao vizuri. Nilikuwa napenda leo mtoke hapa muwe na LATRA app kwenye simu zenu, iwasaidie nyinyi wenyewe kufuatilia gari kama inakwenda kwa mwendo kasi. Alafu zile namba ambazo tumeshaendelea kuzisisitiza za bure, hizo namba ukipiga kwenye call center yetu ambayo inafanya kazi saa 24 zinakuwa recorded. Na mimi mwenyewe naweza nikafuatilia. Na pia tuna namba yetu ambayo anaye msaidizi wangu, na pazi ni msaidizi wangu, ina rekodi, kwa maana ya kwamba ukituma utapata video WhatsApp. Inatusaidia sana katika kufuatilia haya matatizo ya hapa na pale.
safi, nishati safi na ubunifu katika usafirishaji ndio mpango mzima. Haya mtazamaji, kipengele chako pendwa ambacho ulikuwa unakisubiria kwa hamu na tabasamu kubwa kimewadia, na kipengele hiki ni cha swali la wiki. Lakini mtazamaji, ni kufahamisha kidogo kuhusiana na swali la wiki iliyopita, ambapo tuliuliza swali lifuatalo. Tulisema tutajie nyaraka 3 tu ambazo dereva wa chombo cha moto kibiashara anapaswa kuwa nacho ili aweze kusajiliwa na kuthibitishwa na mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA. Na mtazamaji, mshindi wa swali hili ni Bi Isha Shabani. Kongole nyingi sana kwako Isha Shabani, na wahenga walitujuza kwamba usione vyaelea jua vimeundwa, na hii inatukumbusha kwamba washindi hawa ambao wanapatikana kwenye kipengele hiki cha swali la wiki wameshinda kwa kufuata vigezo na masharti kama ifuatavyo. Mosi, unapaswa uwe umetazama kipindi katika runinga yako. Lakini pili, unapaswa uwe umetufuatilia, yani umetufollow kwenye kurasa rasmi za mitandao ya kijamii za mamlaka ya usafiri ardhini LATRA. Lakini tatu, unapaswa uwe wa kwanza kujibu kwa usahihi kabisa swali lililoulizwa kupitia mitandao rasmi ya mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA. Na mtazamaji, swali la wiki hili linasomeka kama ifuatavyo: tuambie lengo la ziara ya kamati ya PIC kutembelea ofisi za mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA za mkoa wa Dar es Salaam. nishati safi, Nishati safi na ubunifu katika usafirishaji ndio mpango mzima. Mtazamaji, kufikia hapa ndio tamati ya kipindi hiki cha usafiri na maendeleo kwa siku hii leo. Kumbuka mtazamaji, leo tulikuwa tunaangazia ziara ya kamati ya kudumu ya bunge ya miundombinu, yani kamati ya PIC, ambapo Februari 16 mwaka huu 2026 ilifanya ziara yake katika ofisi za mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini zilizopo jijini Dar es Salaam kuweza kujifunza kuhusiana na namna gani mamlaka hii ya udhibiti usafiri ardhini LATRA inatekeleza majukumu yake kwa mujibu wa sheria, taratibu na kanuni za usafiri ardhini hapa nchini. Lakini vile vile kamati hii imetembelea ili kuweza kujifunza kuhusiana na maboresho mbalimbali ambayo LATRA imefanya katika kuhakikisha kwamba sekta ya usafiri ardhini hapa nchini inakuwa yenye tija kwa serikali, kwa wasafirishaji pamoja na kwa wananchi kwa jumla. Mtazamaji, kumbuka mwisho wa kipindi hiki ndio maandalizi murwa kabisa ya kipindi cha usafiri na maendeleo kinachofuata. Lakini kama hujatufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, tafadhali fanya hivyo kupitia mitandao ya kijamii ambayo unaiona katika runinga yako hapo chini. Lakini vile vile usisite kufuatilia tovuti ya mamlaka ya usafiri ardhini LATRA inayopatikana kwa anwani ya www.latra.go.tz ili kujionea kuhusiana na masuala mbalimbali ambayo tekelezwa na LATRA, ikiwemo pamoja na huduma zile ambazo LATRA inatoa. Lakini vile vile mtazamaji, tukumbushe tu kwamba LATRA unaweza ukaifikia kwa kupiga simu bila malipo wakati wowote kama una changamoto yoyote unaoipata unapotumia vyombo vya usafiri kupitia namba zifuatazo: 0800110019 ama 0800110020, ama unaweza pia kutuma ushahidi wa picha jongefu na picha mnato kwa namba ya WhatsApp ya LATRA ambayo ni hii ifuatayo: 0681300800. Mimi ni Binti Jumbe, hadi wakati mwingine nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vinavyofuata. LATRA, pamoja kwa usafiri bora. pamoja kwa usafiri bora. LATRA, pamoja kwa usafiri bora. LATRA, mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA. Kama unaamini kama mimi kwamba nishati safi katika usafirishaji ndiyo mpango mzima, tunapiga kofi moja moja la kuunga mkono. LATRA wametufundisha namna ya usafiri salama na rafiki wa mazingira. Tumejifunza katika viwanja vya Mnazi Mmoja. Lakini mheshimiwa, kupitia app ya LATRA tumejifunza kwamba ile hofu ya kujua ndugu yako yuko wapi, amefika wapi sasa hivi, gari hilo liko wapi, kumbe tumekwenda kwenye usafiri endelevu. Sasa hivi kila kitu unapata kwenye kiganja. Tumejifunza kupitia maonyesho haya. Huna haja ya kumpigia kondakta kumuuliza abiria wangu yuko wapi. Kila kitu kipo kwenye kiganja. Unaangalia basi lipo, nafasi zipo, linaondoka saa ngapi, liko wapi, limefika saa ngapi.
hii ni kazi kubwa. Nikasema, Mheshimiwa Waziri Mkuu, siwezi kukaa nalo hili, lazima nikufikishie na lazima tuwapongeze LATRA. Piga makofi kwa kazi kubwa kwa LATRA.